tusije tukafarakanishwa, tusije tukagombanishwa. Sote ni watu wa aina moja, na kama jumuiya ya wanawake sote ni wanawake, na kama chama ni wanawake na wanaume. Sote tuwe tayari kusimamia taratibu hizi zinakuja, zifike hapa tuwe wamoja, lakini tumalize chaguzi tukiwa wamoja. Tusikubali kufarakanishwa, kwa sababu sasa hivi kuna maneno, mtu anataka kujijenga tumbo lake na familia yake, anaenda kwa kiongozi, anaenda kumlisha. Bwana wewe, mpaka sasa hivi katika jimbo lako fulani hakutaki, fulani akasema hivi, fulani hakupendi, fulani anasema ukifanya hivi mwaka huu hushindi. Kwa hiyo wakati wewe kushakuwa unataka kujimarisha tumbo lako, usende ukamvuruga mwenzio. Hayo matatizo yapo, hayo malalamiko hivi sasa hivi yapo. Kuna watu wanakwenda kuzungumza kwa viongozi kwa nia zao wenyewe, mengine anakuwa ya kweli, mengine si ya kweli. Leo hii kiongozi yule aliyokwenda kumwambia maneno kama yale amekuja kushinda. Yule mwananchi ulomtilia kasumba anakuja kumuelewaje? Siku zote anabakia na uhasama na yeye. Kwa hiyo unapoona mimi sasa hivi nataka niende kwa kiongozi, nikampambe, nikamsifu, hebu kamsifu kwa mambo mazuri. Usimbomoe mwenzio. Watu wanalalamika, si ndani kwenye mkoa wetu, mpaka mikoa ya wenzetu fitina zimekuwa nyingi. Lakini ahadi yetu kwako kwamba nikiwa mtendaji basi nitayasimamia yale ambayo uliyoyazungumza, lakini kwa niaba ya katibu wangu hata naye pia, kwa sababu tunakuwa tunaelekezana kwa njia moja au njia nyingine. Lakini kusoma sio kusoma siku moja ya pili ukajua, lakini agizo lako, kwa sababu mgeni akisema, mwenyekiti akisema hana ushauri, anakuwa anatoa agizo, na mimi nimepokea, nimekunotice sana kile ambacho ulichokizungumza. Basi nitawachukua makatibu wa majimbo wao kama wao na wenyekiti, niwape maelekezo kwa mara nyingine tena, kwa sababu tunafanya kazi na watendaji na tunajua watendaji wanakuwa wanaongoza wenza wao. Lakini kwa bahati mbaya, kwa maelezo ya katibu kwamba mabaraza hapo nyuma yalikuwa yanafanyika kama yanavyofanyika, sitaki niseme kwamba yalikuwa hayafanyiki, walikuwa wanafanya kama wanavyofanya. Lakini kwa sasa tutaiangalia zaidi kanuni kama ulivyosema inavyoelekeza, na kuona kwamba katika wilaya yetu mabaraza yetu yanakwenda salama. Jumuiya ya UWT jimbo hili ilikuwa na wanachama 3,164 na hivi sasa kuanzia Januari hadi Juni tumeingiza wanachama 820. Hali ya kisiasa katika jimbo la Chwaka inaridhisha, haiko vibaya sana, lakini hatuna budi kuiendeleza na kuidumisha ili tupate maendeleo zaidi katika jimbo letu. Migogoro ya talaka na ndoa ndo ilokithiri, lakini na migogoro ya ardhi imekithiri. Na migogoro ile walalamikaji ni wanawake. 1% kubwa tulioipata wanaolalamika kuhusu ndoa, talaka, ardhi ni wanawake. Kwa hiyo wanawake wenzangu, ninachokwambieni sasa hivi, hata kama katokea mwanamme kakugaia kisehemu hichi kiwanja chako, jitahidi muandikiane. Wanasema karatasi ya mkono haifai, lakini ikubali hiyo karatasi ya mkono, tafuta na mashahidi ugongewe mpuri na sheha, alafu weka mwenyewe. Ili kuitunza hali ya kisiasa, lazima tujenge maelewano ya mtu kwa mtu, vikundi kwa vikundi, au mkoa kwa mkoa, wezekana jimbo kwa jimbo, bila ya matatizo yoyote.